mkaribie. Kwa hiyo sasa ni wakati ambapo Bwana anaenda kujitwalia kwa namna ya kipekee. Nasubiri ni kuone hapa, maana hata hapa kwangu bado tunarekebisha mitambo, sijaona. Ngoja niangalie mitambo yangu vizuri ili niweze kuruhusu, ili nisichukue muda mrefu sana kwako, niende kwa muda mfupi. Yes, ninaona. Kwa hiyo nakukaribisha mtu wa Mungu. Karibu katika kipindi hiki kizuri, kipindi maalum sana ambacho tumekiombea na tunaamini kwamba kitakuwa na matokeo makubwa. Ngoja ni share na watu kwenye magrupu mahali pengi, kwa sababu ni maombi yetu kuwe na impact kubwa siku ya leo. Kuwe na impact kubwa. Karibu mtu wa Mungu, karibu mtu wa Mungu, karibu mtu wa Mungu. Mimi ni Askofu Kulola, Daniel Moses Kulola, na tumekuwa na vipindi kadhaa ambavyo naamini vimekuwa ni vya baraka, kwa sababu tunaangalia matokeo. Tunaona matokeo yamekuwa ni makubwa. Watu wanapiga simu kutoka huku na kule, wanahitaji msaada, wanahitaji maelekezo. Kwa kweli kimekuwa ni kipindi cha baraka sana. Na leo nimeona nije kwa namna nyingine ya kipekee, kwa sababu tayari mhubiri ameshahubiri, nikaona tuje kwa namna ya kipekee. Kwa hiyo nitakushirikisha yale ambayo Bwana ameyaweka ndani ya mioyo yetu, yatakayo kugeuka kuwa ni ya baraka. Naendelea kushare hapo kidogo, alafu ndipo tuanze. Mungu akubariki. Asante. Labda tuombe kabla tusijaanza, kwa sababu leo sidhani kama tunachukua muda mrefu sana. Hapana, ni muda mfupi tu. Tuombe. Bwana Yesu Mungu mtakatifu, tunashukuru kwa ajili ya siku njema ya leo ambayo umeandaa maalum kwa ajili yetu. Libarikiwe jina lako. Tunakukaribisha sasa, shiriki pamoja nasi katika ibada hii mahususi, katika jina lako Yesu. Amen. Naomba nijitambulishe. Najua nimekuwa nikijitambulisha mara nyingi, lakini naomba nichukue hii opportunity kujitambulisha kwako. Mimi ni askofu mkuu Daktari Daniel Moses Kulola, na ni mwanzilishi wa kanisa la The Sowers Evangelistic International Church, ambalo sasa Mungu kwa neema ametufanya tusambae. Tuko Tanzania. Ni mikoa kadhaa ambayo bado hatujafika, ni kama mkoa labda wa Lindi pamoja na Tanga, lakini mikoa mingine Bwana ametusaidia tumefika. Tulipata usajili wa kanisa letu mwaka 2022, kwa hiyo tunatambulika kabisa na serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kifupi tunaitwa SEIKI. Kwa hiyo hapa tulipo ni makao makuu ya kanisa letu la SEIKI. Kwa hiyo tumekuwa tukifanyia vikao hapa, wachungaji wanakuja hapa kwa chini pale kuna madarasa ya chuo cha Biblia, na tuna ngazi ya diploma, lakini pia tuna ngazi ya degree. Kanisa letu bado changa, linaanza kutambaa na kutembea, lakini Mungu ametubariki. Nina maono makubwa ambayo naamini baada ya miaka 5 tutakuwa tumefika mbali, kwa sababu tunamwomba Mungu tupate kiwanja mahali ili chuo cha Biblia kihamie kule na wawe very comfortable. Na tumepata maeneo, lakini bado hatujafanikiwa kuweza kupata fedha ya kulipa. Lakini kilichonileta kwenu ni hiki. Nimejitahidi sana kuwa mtumishi wa kipekee, ya kwamba nimtengenezee Mungu kwanza mkate, nimtengenezee Mungu kwanza chakula. Kama yule mwanamke mselepta aliyeambiwa tengeneza chakula kwangu, alafu mambo mengine yataendelea. Yule mwanamke alipotengeneza chakula kama mtumishi wa Mungu, hata kifo ambacho alikuwa nakitegemea katika nyumba yake hakikuweza kupatikana. Kwa mimi nimewaza
ni kwamba ni vizuri nimjengee Mungu nyumba nzuri. Nilikuwa Israel, nikaangalia jinsi Mfalme Suleiman anavyoheshimika. Nikaangalia jinsi Mfalme Daudi alivyoheshimika. Nikachunguza sana. Na nikaja nikagundua kwamba Wayahudi wanamheshimu sana Mfalme Daudi kwa sababu wazo la kujenga nyumba lilizaliwa ndani yake. Alafu akafanya utaratibu na baadhi ya michango, alafu akaiwekeza kwa mtoto wake Suleiman, alafu Suleiman akamjengea Mungu nyumba. Tumeanza kujenga nyumba kwa miaka mingi kama unavyoona picha hiyo, lakini kwenye miaka ya nyuma kidogo, kabla ya mwaka 2022, baada ya kanisa letu kuwa limejitegemea, kifedha tulishuka chini kwa sababu kulikuwa na mtikisiko mkubwa sana katika ile transition period. Mtikisiko mkubwa ulisababisha kwamba kidogo tumsubiri Mungu ili aweze kutusaidia. Na mimi nataka tujenge nyumba nzuri, na hii sio nyumba yangu, ni nyumba ya Mungu. Nitakusomea baadhi ya maandiko, maeneo ambayo mimi nipo duniani au sipo duniani, watoto wako, watoto wangu, wajukuu zetu, kizazi ambacho leo pengine hakipo kitakuwa kinaabudu pale. Na nimemwomba Mungu kwamba nitakapomaliza hili jengo nifanye kama Suleiman, kwamba sasa na mimi nijenge kanyumba kangu kazuri, niwe na gari yangu ingalau nzuri, kama ya shukurani kwamba Mungu amesema umenijengea nyumba. Lakini kitu cha kwanza ni kumjengea Mungu nyumba nzuri. Nimekuwa nikienda Marekani, naona watu wamejenga nyumba nzuri sana, yani majengo mazuri. Nilikuwa pale Florida, niliona kanisa zuri sana. Nimetembelea kwa TD Jakes, nikaona jengo zuri sana. Nimeenda kwa Joel Austin kule Houston, nikaona yani majengo na makanisa mengi. Kwa kweli wenzetu wanajenga majengo makubwa ya kupendeza. Yani ukiingia mle ndani unajiona ni kweli. Na mimi nikawaza kwamba huyu Mungu anatutendea mambo makubwa. Mungu anatuepusha na mambo mengi. Mungu anatuheshimisha mahali ambapo hatukuweza kuheshimishwa. Kuna watu wanapata ajali, mnatoka wazima, ni kwa sababu ya Mungu. Kuna watu wengi ambao mwaka jana walikuwa wasiingie, kweli kwenye bahati nzuri tu akajikuta wameingia, lakini watu wenye fedha, wenye heshima zao hawakuweza kuingia mwaka 2026. There is a purpose. Na kwa kweli Mungu anatufanyia mambo mengi. Mtu wa Mungu, Mungu anatufanyia mambo mengi. Na mimi nikasema napambana. Nahitaji nimjengee Mungu nyumba. Na nyumba hii itakuwa sio ya kulola, ni nyumba ya Mungu. Uwezo wangu ni mdogo, na uwezo wa watu wangu ni mdogo. Unaweza ukaona hata picha iliyopo sasa hivi nyuma, tumefight kwa miaka mingi. Na sasa hivi tumefikia maeneo ya kutengeneza slabu. Maana kwa sababu kwetu lile kiwanja kilikuwa kimeinama hivi. Kwa hiyo tukaona badala ya kujaza udongo ni vyema tuwe na vyumba kwa chini. Vyumba hivyo tutaweka kama studio, tutaweka ofisi za department tofauti, lakini pia hata watumishi wa Mungu wanaweza kuwa wanalala kwa chini. Alafu juu kukawa kunafanyika ibada. Na hili jengo ambalo tunalijenga estimation yake ni watu 1,500 mpaka watu 2,000. Kwa ni kanisa kubwa sana. Na mimi nilipenda hivyo. Hizo hela zote ambazo tumeziweka hapa, ningeliweza kuwa na gari zuri, ningeliweza kuwa na nyumba nzuri, na nikawa ni mtu wa kufanya starehe kama wengine ninavyoona. Lakini nikasema hebu ngoja niweke nafasi ya kwanza kwa Mungu. Kwa hiyo ninaomba nikushirikishe neno la Mungu katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati, ile sura ya 1
ile sura ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, kisha mfalme Daudi akawaambia kusanyiko lote, Sulemani mwanangu ambaye Mungu amemchagua peke yake, akali ni mchanga bado na muololo, nayo kazi hii ni kubwa, kwani nyumba hii ya enzi si kwa wanadamu. Na hili ndilo nalolitamka, wewe unanisikia, si kwa ajili yangu, hii ni kwa ajili ya Mungu. Anasema si kwa wanadamu, ila kwa Bwana Mungu. Hii nyumba si ya kulola. Hii nyumba hata wewe utaabudu, watoto wako, ndugu zako, majirani wataabudu. Hata kama wewe usali kanisa la Seiki, napenda nikueleze kile kitendo cha kuweka senti yako kwenye hili jengo, umeujenga mwili wa Kristo, na kuna thawabu kubwa sana. Angalia, unaweza ukaona jinsi Daudi anavyoheshimika tu ni kwa sababu wazo la kujenga nyumba lilizaliwa ndani yake. Suleimani pamoja na wanawake wote wale na nini na kufanya vitu kadhaa ambavyo unaweza ukavisema, lakini Suleimani anaheshimika sana kwa nchi ya Israel kwa sababu alimjengea Mungu hekalu. Na ukiangalia hata kipindi kile chote cha Suleimani kilikuwa ni kipindi cha utulivu, ni kipindi cha amani, hakukuwa na vita. Na Suleimani alibarikiwa sana kwa sababu ya kumjengea Mungu nyumba. Leo Suleimani hatunaye, leo Daudi hatunaye, lakini lile jengo ambalo lilibomolewa pale umejengwa msikiti bado linatamka mpaka leo. Ningekuwa nahubiri habari za ufunuo, ningelikueleza jinsi litakavyokuja kubomolewa ule msikiti na kujengwa tena upya. Lakini nimefika pale kwenye ule wailing wall, ule ukuta, wanaamini kwamba ule ukuta ndipo palikuwa ni mahali patakatifu pa patakatifu. Lakini Daudi aliona wakati wa vumbi, hema linataka kunyanyuliwa, wanazuia, wanaona jinsi watu walivyobarikiwa, wanaishi kwenye nyumba za kupendeza. Lakini wanapoenda kwenye nyumba ya Mungu, wanakuta nyumba ya Mungu imekaa kwenye hali ya kuharibika. Anasema kwani nyumba hii, unaweza ukalirudia hata wewe hili neno, kwani hii nyumba ni ya enzi, yani ya leo, kesho na umilele. Wakati bado Yesu hajarudi, itaendelea kutumika kama nyumba ya Bwana. Lakini anasema hii si nyumba ya wanadamu, hii ni nyumba ya Bwana. Mstari wa pili anasema, basi kwa uwezo wangu wote nimeiwekea akiba nyumba ya Bwana Mungu. Kwa hiyo Daudi alianza kukusanya fedha, akaanza kukusanya mali. Mungu alimzuia yeye hata jenga kwa sababu ya kwamba amepigana vita sana, mikono yake ina damu. Kwa hiyo akasema atakayenijengea ni mtoto wako. Kwa hiyo Daudi akaanza kuwekeza akiba. Anasema vitu alivyokusanya, dhahabu kwa vitu vya thamani dhahabu, na fedha kwa vitu vya fedha, na shaba kwa vitu vya shaba, na chuma kwa vitu vya chuma, na miti kwa vitu vya miti, vito vya shohamu na vya kujazia, vito vya njumu na vya rangi mbalimbali, na mawe ya thamani ya kila namna, na marimari tele. Alafu nami tena, kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu. Yani Daudi alikuwa na kiu kwamba aishuhudie nyumba ya Mungu imekaa. Nami shauku yangu ni kuona hii nyumba ambayo unaiona iko nyuma hapa inaisha, inamalizika. Mimi ninaona watu wanajenga majengo ya mabangalo, lakini nyumba zao zinaisha. Nyumba ya Bwana inakaa hivi tu, mwishowe mpaka matofali yanakuwa meusi. Naona ni nyumba ya Bwana, ni mahali ambapo tumekusudia Bwana awahudumie watu wengi. Na Daudi anasema ameweka shauku, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu. Unaona Daudi, utaendelea mpaka chini mstari wa 9.
Daudi ana shauku na ameiwekea akiba. Unaona? Nami nimeona mtu wa Mungu nije kwako. Shauku ile ya Daudi iingie ndani yako. Una akiba ambayo inaweza ukaungana pamoja nami ili tuweze kufanya kitu kwa ajili ya Bwana. Hii nyumba ina thamani sana, inakaribia karibu bilioni 1. Na tukaona kwamba ujenzi huu itachukua muda mrefu sana tukiwa tunaweka budget kubwa. Kwa hiyo tukasema ni vema tuwe tunaenda hatua kidogo, yani hela ndogo ndogo itatufanya tumalize. Na tangia mwezi wa kwanza, wa pili na wa tatu tulianza changizo. Tukasema kanisani watoto labda shilingi 10,000, washirika shilingi 50,000, wazee wa kanisa hii, askofu hii, tukafanya hivyo. Tukasema mwezi wa tatu tarehe 15 iwe kama ndio deadline. Tukachukua kipande kadogo tu kaslabu ili tuende tukadogo. Na hako kadogo kana thamani ya shilingi milioni 6. Sio hela nyingi sana. Ni milioni 6 kwa kaslabu, kamstari fulani tu, ili chini kuwe na eneo la kutengeneza ofisi, alafu juu kunakuwa ni flat kwa ajili ya matumizi ya kanisa. Na tukawaza kwamba tutengeneze form ambazo watu watatembea mitaani mbali ya ile ahadi. Mimi nikasema nitatoa shilingi kadhaa mpaka kufikia mwezi wa 3. Kwa hiyo nimeendelea kudunduliza kidogo kidogo, na leo nitadunduliza kidogo mimi na mke wangu, ili ifikie kwamba inapofikia mwezi wa 3 niwe tayari nimeshapata mchango wangu na ukabidhi. Lakini pia nina marafiki ambao wanaweza wakasimama pamoja nami kunisaidia. Marafiki ni wewe. Ukiangalia nina marafiki wengi sana mimi. Nina marafiki wengi, ni pamoja na wewe unayeni watch. Na hao marafiki nikiwashirikisha si kwa hela nyingi, ni kidogo tu. Kwa mfano nikachukua fomu, unaweza ukaiona fomu kama hii. Hii fomu unaweza ukaiona, hii fomu nimepewa. Na mimi nikachukua fomu kwamba nitembeze. Sasa kwa sababu ya majukumu nilionayo, nikasema siwezi kutembea mitaani nyumba hadi nyumba, ambayo nitawaambia watu nichangie hata shilingi 10,000, nichangie shilingi 5,000. Ni fomu hii mimi nimeichukua. Unaona, na tukaifanya iwe ni kwa uzuri kidogo. Hii fomu hapa inasema kwa peji ya kwanza inasema The Sowers Evangelistic International Church. Nasema ufadhili wa ujenzi wa nyumba ya kuabudia, yani kanisa. Unaona? Alafu hapa chini wameandika neno, miongoni mwenu amebakia nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mnaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu si kama kitu? Hagai 2 mstari wa 2. Hayo ndio maneno ya maandiko hapa. Lakini kwa ndani iko namna hii. Kwa ndani iko hivi. Kuna baadhi ya wamesha niahidi hapa ambao ninafuatilia. Kuna mwingine leo kanitumia kiasi cha fedha hapa. Kwa hiyo nimeambiwa nijaze mpaka huko. Lakini kwa kuwa mimi nina marafiki wengi, naamini nitajaza page nyingi. Nasema kanisa la SEIK chini ya Dr. Daniel Moses Kulola lililopo Lumala, Mwanza, kwa heshima na taadhima tunapenda kukushirikisha baraka za Mungu kwa kuchangia ujenzi wa kanisa. Tunatambua umuhimu wako kwetu na hasa katika ufalme wa Mungu. Hivyo ushiriki wako ni alama isiyofutika na ushuhuda mbele za Mungu na mbele za mataifa. Kwa sasa tupo kwenye kipengele cha kutengeneza slabu inayogharimu shilingi milioni 6. Tunaamini utatuunga mkono. Tunatanguliza shukrani za dhati na Mungu akubariki sana. Sasa hizi hela kwangu mimi ni hela nyingi, lakini napokushirikisha wewe ni hela ndogo sana. Na mimi nikawaza kwamba naomba tu ni support kwa hela ndogo tu.
Unisupport kwa hela ndogo, shilingi 10,000 tu. Ukiweza zaidi nitashukuru, lakini shilingi 10,000 tu kwa namba iliyoko pale chini ya 0767 74 90 40. Naona ukinitupia hiyo shilingi 10,000 mimi naiseti pembeni. Ukinitupia tu shilingi 10,000 mimi naiweka pembeni. Mpaka inapofika kesho, mpaka weekend, nachukua hizo hela nazipeleka kwenye ile kamati ya ujenzi. Ni shilingi 10,000 tu, 10,000. Ninajua kwa mfano nikipiga hesabu, kwa mfano nikapiga hesabu hesabu ndogo tu, kwa mfano milioni 1 nikagawanya kwa shilingi 10,000. 10,000, yani watu 100 tu. Ukiangalia watu wanaonifollow watu 17,000. Marafiki wako pending wengi, lakini marafiki ni 6,000, watu kama 6,000 hivi, 5,000. Na wengine ninawapunguza kwa sababu kama mtu yuko dormant nampunguza, naweka kwa sababu pending ina watu wengi. Na watu kama 17,000, lakini zaidi ya hapo. Yani kwa mfano nikitaka milioni 1, watu wanichangia shilingi 10,000 tu. Manake ni watu 100 tu wanaweza kuchangia hiyo. Manake kama mtu akisema wanichangia shilingi 20,000, maana yake ni watu 50. Unaona? Kupata hiyo milioni 1. Nikisema labda nipate milioni 2, kitu kama hicho. Milioni 2 tu, na hiyo milioni 2 kwa watu mliokoka ni kitu kidogo sana. Nikasema milioni 2 ni watu wanichangie 20,000, ni watu 100. Nikisema wanichangie watu labda watu shilingi 10,000, ni watu 200 tu, bado haijatikisa. Ukiangalia shilingi 10,000 ni labda unaweza tukanunua matunda kidogo. Huwa naenda pale Mwanza, pale Pasiasi, unanunua labda parachichi 2, unanunua watermelon 1 ndogo, ndizi kisukari kidogo pale, alafu na zabibu, napenda zabibu sana, na nini labda na vitu vichache, unaambiwa shilingi 10,000 au 12,000. Lakini vipi kama utaiweka hiyo 10,000 kwenye mchango? Itakuwa na wewe umejenga pamoja nasi. Mimi nakuomba tu, labda waandishi wanaweza wakaiweka hiyo ionekane vizuri pale, ni shilingi 10,000 tu. Na wakati unafikiri, ujua kwamba hii ni kazi ya Mungu. Labda nirudie neno alafu nimalize. Anasema, kisha Mfalme Daudi akawaambia kusanyiko, kama mimi ninavyokuambia wewe leo. Suleimani mwanangu ambaye Mungu amemchagua peke yake, akali bado ni mtoto mdogo na muololo. Na hii kazi ni ndogo, Suleimani haiwezi, bado ni mtoto mdogo. Kwani nyumba hii ambayo tumekusudia kuijenga, anasema ni ya enzi. Huu ni mwaka 2026. Itaenda miaka mingapi? Kwa mfano mimi after 10 years to come, itakuwa imewahudumia hii nyumba watu wangapi? Na baada ya miaka 5, hiyo 10,000 itakayokuwa umeitoa, si utasema na mimi nilichangia? Lakini kwa kipindi kile utanunua nini kwa shilingi 10,000? Wale walio nje ya Tanzania kama Marekani, shilingi 10,000 ni kama dola labda 2 au 3 hivi. Maana dola shilingi 2,000 kama dola 4 hivi au dola 3 na zaidi. Dola 3 tu. Huwezi kunichangia hata kwa kweli. Kwa hiyo hela kidogo ukanitumia ili tuweze kwenye tarehe 15 mwezi wa 3 tumalize ili jengo kwa kaleka slabu kadogo, alafu tuende slabu. Maana yake ni kama tukipata milioni 2 tunamaliza kabisa sehemu ile ya slabu, tunaanza kumalizia ukuta na kuinua. Lakini tukasema tukifanya tu kakipande kale kadogo kwa milioni 6, tunakaa tena muda, tunapumzika tena, tunafanya kazi 6, alafu makontrakta wametuambia sasa pale ndio tutaweza kuinua ukuta kwa sehemu nyingine ili uweze kushikamana vizuri. Ukiangalia bajeti ambayo imeandaliwa na engineer
tunayo hapa, ninayo hapa, huwezi kuiona, lakini ile summary yake, ile summary anasema concrete material inakuwa bei hiyo, reinforcement steel bei yake ni hiyo, alafu anasema binding wire gharama yake hiyo, formwork material gharama yake hiyo, equipment hire gharama yake ni hiyo, labor gharama yake hiyo. Ukiangalia ni milioni 6. Ni vitu vichache tu, hako kadude kadogo. Na hii labor charge hiyo ni kuwalipa, yani kumlipa contractor na wale wataalam, lakini nguvu kazi ni washirika wanafanya ili kupunguza gharama, maana gharama inakuwa ni kubwa sana. Ninaomba kama Mungu atakugusa ukatoa labda hizo milioni 12 zote, maana yake tutafanya yote kwa wakati, tunabakia kuinua ukuta hiyo sehemu ya chini kule. Lakini kama ukisema milioni 1, tunamshukuru. Milioni 1 ni kama dola 400 tu, na kwa Tanzania, hebu angalia milioni 1 ndani ya akaunti yako una shilingi ngapi? Una fedha nyingi. Lakini ukiangalia afya Mungu aliyokupatia ni kubwa. Ukiangalia Mungu amekufanyia nini? Amekufanyia mambo makubwa sana sana. Mimi ninaomba uangalie kwamba Daudi anasema, kwani hii nyumba ni ya enzi, sio ya leo na kesho, ni ya milele. Ukienda Uingereza, nilienda Uingereza, unaambia hili jengo naliona, lina miaka 3500. Maana yake lina miaka mingi zaidi kabla hata ya Yesu Kristo hajazaliwa. Lakini lipo. Nani alilijenga? Wamegonga pale muhuri. Nilikuwa pale Burundi, DRC Congo, kwenye mpaka wa Congo na Tanzania na Rwanda pale kwenye nimeusaule mpaka. Ukienda kwenye immigration ile ya Congo, kuna mtu amesupport kutoka Marekani kujenga ile immigration ya Congo, ameweka na majina yake pale. Kwa hiyo yeye awepo au amekufa, itabaki kumbukumbu kwamba yule mtu alisupporti immigration ya DRC Congo ikajengwa. Na mahali watu wameweka alama zao kwamba tumeweka hiyo. Kwa hiyo wanaweza kuwepo duniani wasiwepo, lakini lile tendo la support bado linaendelea. Kwa hiyo hata wewe ujue kwamba hii kazi tunayoiombea ni ya enzi, sio ya leo na kesho. Watu wataabudu, mimi nitakuwa sipo duniani, watoto wataabudu, wajukuu, watukuu, kabla Yesu Kristo hajaja. Lakini tunapofanya hivi kuna thawabu. Mungu atakuhesabia thawabu kubwa. Umejenga nyumba ni sawa, lakini hebu angalia, mimi nakuomba tu shilingi 10,000, lakini nyumba yako ni ya shilingi ngapi? Nyumba yako ni ya milioni 300, gari unalotembelea ni la milioni 90, milioni 100. Haya, bima yako ulionayo ni ya shilingi ngapi? Ya milioni 2, milioni 5. Bima ya gari, angalia service ya gari, angalia nguo ulizovaa sasa hivi zina thamani ya kiasi gani, angalia chakula unachokila, wafanya kazi nyumbani kwako. Mimi nakuomba shilingi 10,000 tu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Unaona ni kazi kubwa. Hebu fikiri, mtu wa Mungu, mara 2 au mara 3. Ninaomba unisupport. Anasema ni ya enzi, alafu anasema hii nyumba si wa mstari wa kwanza, anasema hii nyumba si ya wanadamu, si yangu kulola. Mimi naishi Kisekei pale, basi si kwangu. Ndio maana unaona nikimaliza ibada narudi nyumbani, hapa anabakia mlinzi na wafanyakazi wengine. Manake hii ni nyumba ya Mungu, na kila mtu anayeingia mle ndani haulizwi ulichangia au hukuchangia, maana ni nyumba ya watu wote. Anasema ila sio ya mwanadamu, ila ni kwa ajili ya Bwana Mungu. Mstari wa 2 anasema basi kwa uwezo wangu, anasema Daudi, wote nimeiwekea akiba nyumba ya Bwana Mungu. Ila akiba ulionayo, hata kama ni milioni 1 au kama 200,000 au kama shilingi 20,000, hiyo ni akiba yako. Hebu iweke iwe ni akiba kwa Bwana, ya kwamba miaka yote na wewe utakuwa na ujasiri wa kusema nilishiriki katika ujenzi wa nyumba hiyo. Anasema nami tena kwa kuwa, mstari wa 3, nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu. Kwa Daudi alikuwa na hamu ya kuhakikisha anaiona nyumba imeisha, imependeza. Maana tunataka tukishamaliza kuweka bati, maana mabati hayo ni kama milioni 100 na zaidi, eneo kubwa. Tutaomba mkopo kwenye makampuni haya
yanayotengeneza mabati mazuri, alafu tuwe tunalipa kidogo kidogo. Yatatupa mabati, alafu tuwe tunalipa kidogo kidogo. Mle ndani tutaweka floor tiles, madhabahu tutaijenga vizuri, taa zile, wewe fikiria na vitu. Alafu watu wakifika watasema wow, ni nyumba ya Bwana. Usifa na utukufu unamrudia Mungu. Na Mungu atakapokuwa akisikia ile sifa kwamba nyumba imejengwa nzuri, ataangalia ni nani aliyeiwezesha ile nyumba. Anakukuta wewe unauza nyanya, anakukuta wewe bado na struggle kujenga nyumba yako au kuwezeka nyumba yako. Mungu kama alivyofanya Suleiman, alipomaliza kujenga nyumba ya Bwana, Suleiman ndipo akaanza kujenga nyumba yake. Mungu atageukia mambo yako. Mungu atageukia biashara zako. Mungu atageukia vitu vyako kabisa, na kuhakikishia Mungu atageukia vile vilivyosimama haviendi. Mungu atavigeukia, atavifungulia mlango tu, ni kwa sababu umemjengea Mungu nyumba. Anasema Sulemani aliweka vitu gani? Na ni Daudi aliweka vitu gani? Ule mstari wa 4 anasema yani talanta 3,000 za dhahabu, za dhahabu ya Ofili, na talanta 7,000 za fedha iliyosafika, alafu za kuzifunika kuta za nyumba, ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na ya fedha kwa vitu vya fedha, na kwa kazi ya kila namna zilizofanywa kwa mikono ya mafundi. Tutafanya decoration nzuri, maana hii ni nyumba ya Mungu. Decoration nzuri sana. Ni nani basi ajitoae? Unaona, anauliza Daudi, na mimi nakuuliza, ni nani basi, ule mstari wa 5, ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? Naamini wewe unayenisikiliza unaweza ukajitoa wakfu kwa ajili ya Bwana kabisa, ukasema okay, let me stop this, nisijenge nyumba hii, nijenge kwa ajili ya Bwana. Hebu ngoja niache hiki, nifanye kwa ajili ya Bwana. Hebu ngoja nitoe 100,000 ifanye kwa ajili ya Bwana. Hebu nifanye hivi. Mwisho yote nitaorodhesha majina ya watu waliofanya. Nitarudi hapa kwenye mitandao, nitatamka fulani alinibariki, ingawa wengine wanasema usitaje, lakini kwa wale ambao utakuwa tayari nitawataja, maana ni kitu ambacho kiko very transparent. Na wengi wamekuwa wakisema unaweza ukatoa alafu watu wakazimisiuzi wakatumia. Sio hivyo. Hii ni huduma ambayo nimeianzisha kwa machozi, nimeanzisha kwa kilio, kwa kukataliwa, kwa kuonekana mimi si kitu, alafu tena nijiibie mimi mwenyewe. Sio rahisi. Nakumbuka baba yangu Moses Kulola alipofariki, ameniachia msukosuko mkubwa sana. Mpaka hapa niliposimama mimi ninaamini ni Bwana tu, maana mpaka kufikia kipindi nasema naondoka, naanza kitu kipya, haikuwa rahisi. Nimedhalaulika, nimechekwa, nimetukanwa, ni sawa tu, mpaka ninaanza. Mpaka hapo unaponiona ni Mungu tu. Kwa hiyo ninapokuja kwako, ninakuja si kwamba wewe ni mwanaseiki, hapana. Ninakuja kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Ninakuja kwako kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu na unampenda Yesu. Ninakuja kwako kwa sababu unajua nini maana ya utoaji, na kwamba unapotoa kwa ajili ya Bwana unasema natoa kwa ajili ya Bwana, na Mungu anaona unachokitoa. Watu wengi wamekuwa wakifanya, unakata unapeleka pengine. Mungu anajua wewe umetoa. Adhabu inatuijia sisi ambao tuna misuse hizo hela, lakini nakuhakikishia siwezi. Wewe angalia jengo hilo unaloliona nyuma yetu. Hatujawahi kuweka harambee, tukaweka harambee hata siku moja. Waliolijenga ni watu wanaouza nyanya, waliolijenga ni watu wanaouza karanga. Mimi sina watu wa kusema ni watu wakubwa sana, hapana, maana wote walisema hatutaendelea na wewe. Nikaanza na mtu mdogo sana ambaye ndio ametufikisha hapo. Ninaamini kwamba fedha yako haitapotea, sapoti yako haitapotea. Ninamalizia kusoma alafu nikueleze maelekezo ya namna ya kutuma. Ndipo wakuu wa mbali za madhabahu za mababa na wakuu wa kabila za Israel na maakida wa 1000 wa mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya Mungu kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao. Unaona, wakajitoa kwa hiari yao.
ninakuomba, ninakusii ujitoe kwa hiari yako. Hebu toa kwenye akiba yako pale kwenye duka lako, toa kwenye akaunti yako, toa mahali, ufanye kwa hiari. Sio lazima uombwe na kuangukiwa miguu sana. Toa kwa hawa watumishi, hawa wasimamizi wa kina nani, wakuu wa mababa wa koo na nini wa Israeli, wakajitoa kwa hiari. Wengine wakajenga, wakatumia ufundi wao kama hivyo mafundi. Wengine wakasema okay, Bishop Kulola, mimi nitakuletea mabati. Okay, Bishop Kulola, unataka nondo ngapi? Mimi nitakupatia nondo. Okay, Bishop Kulola, mimi nitakuletea simenti, mimi nitafanya hivi. Kila mmoja akatoa kwa namna alivyoweza. Nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000 na dalkon 10,000 na fedha talanta 10,000 na shaba talanta 18,000 na chuma talanta 1,100. Mstari wa 8, na wale walioonekana kuwa na vito vya thamani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yahiel Mgelshoni. Mstari wa 9 namaliza hapo. Ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu kwa ukamilifu wa moyo wa hiari yao wenyewe wakamtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Haya ni maandiko unaweza ukayarudia mara 2 au mara 3. Mimi ninakuja kwako mtumishi wa Mungu kama rafiki yangu. Ninaomba unisapoti kwenye kazi hii. Ninaomba unisapoti. Ukisema nanunua matofari hapa ni shilingi 1,200. Ukisema nanunua simenti, basi mfuko wa simenti hapa Mwanza 24,000, 25,000. Ukisema sijui nondo, utakuja inbox, mimi nitakupatia vyote. Lakini yote kwa yote tunataka tufanye kipande kamoja ka slabu ambako kana gharimu shilingi milioni 6. Ukisema tufanye vipande viwili ni milioni 12. Ukisema tufanye we mwenyewe, lakini nachohitaji ni kamchango kadogo tu ka shilingi 10,000 basi. Ukipanda juu, basi niwe Mungu akusaidie. Unaweza sasa na kuachia nafasi, kama utaweza, hebu tuma huo mchango wako. Utatuma kwa 0767 74 90 40. Narudia tena 0767 74 90 40. Hiyo ni M-Pesa. Maana yake hata ukiwa Marekani unaweza ukatuma sijui kwa Zelle, sijui kwa nini, inaingia tu. Na mimi utaniona nitakurudishia majibu, alafu tunaweka pembeni. Kwenye tarehe ngapi nitarudi, nitasema nani amefanya, nani amefanya. Na hii itakuwa ni baraka. Basi nakusubiri ili nisikie comments zako, alafu kabla sijamaliza. Nasubiri nikusikie mtu wa Mungu unasemaje kabla sijari. Unaweza ka comment tu pale chini, ukasema jambo lolote tu. Hebu toa comment yako tu kama mtu wa Mungu. Naheshimu sana comments zako. Unaweza toa comments zako. Ninajua unampenda Ruhigo, Zedi, Matthew, wote wanaangalia wale Mahenge. Asante, hao ni watu wa Marekani. Mungu awabariki. Asante. Na wengine tena mnaweza mka comment pale, lakini narudia tena, WhatsApp yangu ni 0 au plus 255 767 74 9040. Unaweza na kusubiri uandike comments zako. Nasubiri hapa, hata kuniambia tu Mungu akubariki mtumishi wa Mungu, inapendeza. Hata ukiniambia tu Mungu akubariki, inapendeza, unatutia moyo. Basi na tunafunga kipindi chetu. Lakini kwa nini nisema ni maalum? Kwa sababu sihubiri wala sifundishi, lakini na share vision ambazo ninazo. Na hii ya leo ni hiki kitabu ambacho kimeandaliwa ni kama ka form. Wengine wanafanyaga ka form tu, naweka shilingi 1,500 sijui ngapi. Basi mimi nikasema hapana, this time zitengenezwe vizuri.
Lakini kuna mwingine anaweza kusema okay, nahitaji kadi yangu maalum ili niwapelekee watu wakubwa, lakini labda mawaziri. Ukija inbox mimi nitakufanyia hivyo. Lakini kuna watu wameahidi, unaweza ukaona watu wameahidi hapa. Kuna mwingine ameahidi shilingi 200,000, kuna mwingine ameahidi shilingi 300,000, kuna mwingine ameahidi 500,000, kuna mwingine 1,500,000, kuna mwingine 100,000, kuna mwingine 200,000. Hao ndio wamesema baba, tutakusapoti katika kazi. Na wewe sikwambii ufanye kama hao walivyofanya. Mimi nimekuja kwako kwa hela ndogo tu, shilingi 10,000, ili uweze kunisapoti katika area hiyo. Mungu wa majeshi akubariki. Nasubiri ni kuone, 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 nasubiri ni kuone. Mungu akubariki. 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 Karibu, 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 karibu. Ngoja nifute joto kidogo. Karibu. Sitafunga mpaka nikusikie. Kwa ajili ya umuhimu wa hili tendo, naona leo mpaka nimevaa suti ya kola kabisa ya kiaskofu, ili ujue kwamba hili jambo liko serious. Unaonaje kama tukimjengea nyumba Mungu? Unaonaje? Please, unaonaje? Please, unaonaje? Unaonaje kwamba ukaweka hata tofali moja tu? Tofali ni shilingi 1,200. Lakini unaonaje kwamba ukaja Mwanza alafu ukatutembelea ukakuta jengo limesimama na wewe kaingia ndani? Unaonaje? Unaonaje? Siku moja utakuja utanikuta mimi sipo kanisani, lakini utaambia bishop ameenda safari, wewe ukaabudu. Utahakikisha kwamba hiyo sio nyumba ya bishop. Ikiwa ni nyumba ya bishop, maana yake ataweka na mbwa, ataweka na mlinzi kuingia kwake yamkini mpaka upate kibali kutoka kwa mlinzi. Lakini nyumba ya Bwana 24 hours inakuwa iko wazi, kila mtu anakuwa na nafasi. Na hii ni nyumba ya Bwana, sio kanisa la mtu, ni nyumba ya Bwana na itakuwa ni ya enzi yote. Unaona Biblia imezungumza. Kwa hiyo hebu yarudia maandiko ambayo nimekusomea, naamini yatakuwa yanasema. Na kukaribisha. Unaweza kaandika hata point moja tu kuniambia ubarikiwe. Haya, Luhigo, basi andika hata Luhigo, niambie tu, hata wakina Mahenge niambie, wote wakina Matthew Liza. Matthew Liza, Mungu akubariki sana. Andika tu hata ka comment kamoja tu, nasubiri tu, andika kwa comment. Matthew Liza, nafikiri unakumbuka ujenzi huu. Hata Luhigo, nilishashare na wewe nilipokuwa pale Marekani, nilishare na wewe, na mzee Luhigo alikuja mpaka hapa akashuhudia kwamba kweli tuko kwenye process hiyo. Kwa hiyo ninaomba karibu, nasubiri comments. Mbona amcomment? Mungu akubariki. Labda ninajua hamtaki kucomment, lakini mta support kwa sababu mnaona hayo ni majukumu yenu kusupport. Baada ya hapo, ninaomba sasa nikuombee ili hiyo nia yako iliyomo ndani yako iweze kufanya kazi. Unaweza ukaandika, ngoja nikuandikie sasa maandiko ambayo nilikuwa nimeandaa, ambayo utatembea nayo. Andiko utayasoma vizuri, utaenda nayo. La kwanza ni Hagai, na kuandikia Hagai hapa, ile sura ya kwanza na ule mstari wa 4 mpaka wa 8. Lakini utasoma tena Nyakati ya pili, ile sura ya 2 na ule mstari wa kwanza na kuendelea. Utaenda kusoma hiyo. Lakini pia alafu tena kuna Nyakati ya kwanza, niandike Nyakati ya kwanza ile sura ya 22 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 13. Ni maandiko yote yanayoeleza kwa habari za ujenzi. Lakini pia Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Mwandiko la mwisho
ni Nyakati ya Kwanza, Wafalme wa Kwanza, ile sura ya 8 mstari wa 28 mpaka 30. 28 mpaka 30. Hayo ni maandiko ambayo ukiyapitia yatakupeleka kwenye lile kusudio. Lakini pia andiko ambalo lilikuwa limeandikwa hapa, na penyewe kwa sababu naliona ni nzuri, acha tena na lenyewe niliandike, ni Hagai ile sura ya pili, na ule mstari wa 2. Ninaomba tu hata utachukua muda fulani, utapitia kidogo, utasoma. Lakini ujumbe ulioandikwa hapa, namalizia ujumbe ulioandikwa hapa na usoma tena kwako. Unasema, kanisa la SEIC chini ya Askofu Dr. Daniel Moses Kulola, lililopo Lumala, Mwanza, kwa heshima na taadhima, tunapenda kukushirikisha baraka za Mungu kwa kuchangia ujenzi wa kanisa. Tunautambua umuhimu wako kwetu na hasa katika ufalme wa Mungu. Hivyo ushiriki wako ni alama isiyofutika na ushuhuda mbele za Mungu na mbele za mataifa. Na mimi nikasema hizi zote zilikuwa wanatakiwa kujaza watu mwenye shilingi 1,000, 1000 ngapi. Sasa nikasema nikuijie wewe rafiki yangu ambaye uko kwenye Facebook na wengine wote watakao share, kwamba nikuombe tu, budget ni milioni 6 kwa kaslabu kamoja. Zinatakiwa slabu 2. Slabu 2 ni milioni 12. Lakini tunafanya kaslabu haka kamoja tu ka milioni 6. Na kwako na kuomba tu ni shilingi 10,000. Kama utapenda nyingi zaidi, Mungu akubariki. Kwa hiyo kabla sija kuombea, naomba tena nitamke namba yangu ni 0767 74 90 40. Narudia tena 0767 74 90 40. Na pia ninakumbushwa na Roho Mtakatifu ananikumbusha, nina akaunti pia Amerika. Mtu anaweza kusema kutuma Tanzania inaweza ikawa usumbufu. Labda nikusomee akaunti ambayo ninayo kule Marekani. Nina Bank of America. Nina bank account na Bank of America, na yenyewe unaweza ukiona ni vema kupeleka pale ukapeleka. Ni Bank of America. Account yangu ni 4660 alafu 2448 7599. Narudia 4660 2448 7599. Na ukitaka uiconfirm, basi utakuja kwenye WhatsApp yangu ambayo namba nimekupatia, na ihakikisha kwako hiyo namba, basi unaweza ukatransfer kule, pia itasaidia. Mungu wa majeshi akubariki. Acha nikuombee ili sasa Bwana akutendee na zaidi ya kukutendea. Jehova Mungu mtakatifu, ninashukuru kwa ajili ya nia safi iliyomo ndani ya watumishi wako hawa ambao wamedhamiria kutembea pamoja na kanisa lako. Wamedhamiria kusimama pamoja nami. Wamedhamiria kusimama pamoja nami katika maono makubwa haya ya kumjengea Mungu nyumba. Hii nyumba Biblia inasema itakuwa ni ya enzi yote, wala si nyumba ya mwanadamu, itakuwa ni nyumba yako. Tunategemea itaweza kuaccommodate watu 1500 mpaka watu 2000. Ni kusanyiko kubwa sana, na leo au kesho mimi sipo katika dunia hii, bado itakuwa ni nyumba ya kuabudia. Ndio maana nina ujasiri
wa kuleta hoja mbele za marafiki zangu, watu wa Mungu wenye hofu na Mungu, kwamba wanishike mkono kuhakikisha maono haya yanatimia. Mungu, ninaomba yule atakayeona inafaa kunibeba, kunishika mkono katika eneo hili, ninaomba Mungu umbariki sana. Ninabariki wote ambao watakusudia kufanya hivi. Lakini hizo fedha watazitoa wapi? Watazitoa kwenye kazi za mikono yao. Ninaomba Mungu ubariki kazi zao. Bariki mwenye biashara, bariki aliyeajiriwa, bariki kila mmoja katika jina lako Yesu, ili milango inapofunguka waweze kugeuka, kuweza kushikamana pamoja nasi katika kuhakikisha jengo linasimama na jengo linamalizika. Mungu, ninaomba huyu ambaye ametamani, endelea kuweka shauku kama ilivyokuwa shauku kwa Daudi. Daudi alisema nina shauku, alikuwa na shauku ya kuweza kuliona jengo lile limekwisha. Sulemani akapambana na watu wake, hatimaye nyumba ya thamani ikawa imekamilika. Mungu, ninaomba huyu anayenisikiliza apokee baraka hizo. Pokea mtu wa Mungu, maombi haya yatakayofungua mlango. Unaweza ukawa na nia ya kusaidia, lakini kifedha huna uwezo. Basi Mungu aione nia yako. Mungu aione nia yako na akufungulie mlango. Mungu, naomba iangalie nia ya huyu mama. Angalia nia ya huyu kijana. Angalia nia ya huyu rafiki yangu. Wakati mwingine wana huduma kubwa ambayo wana finances nyingi. Mungu, fungua mlango ili waweze kutusaidia. Ninashukuru kwa ajili ya hili kanisa. Nashukuru kwa ajili ya ile huduma. Nashukuru kwa ajili ya yule mchungaji. Nashukuru kwa yule mfanyabiashara. Nashukuru kwako wewe uliyeajiriwa. Nashukuru wewe ambaye una hela benki, ambaye umedhamini kutushika mkono ili tuweze kumaliza kakipande kadogo. Ninakubariki Jehova kwa ajili ya siku ya leo, ambayo ninaamini maneno haya hayatakwenda bure. Kuna watu ambao watanirudia muda sio mrefu, ambao tayari Bwana amesema nao. Ninawabariki, nakibariki kipindi hiki, lakini pia nawakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu, jina takatifu, jina lililo na uwezo na mamlaka tele, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Asante ndugu msikilizaji ambaye umeshiriki pamoja nasi katika kipindi kizuri hiki. Naomba sasa nikuache mikononi mwa Kristo, ili Bwana aanze kusema na wewe, azungumze na wewe lolote utakaloona. Kama ni finances, kama ni fedha, nimekutumia mawasiliano yangu. Lakini kama utasema huko Mwanza hapa, unataka ulete vitu, nipigie simu, nitakuja. Kama ni trip za mchanga, trip za kokoto, kama ni nondo, kama ni tofari, kama ni mabati, kama ni vyovyote, wewe tuletee. Na utakapofanya, nitumie jina lako ili tuweke kumbukumbu. Ile namba uliyotumia tunaiweka pembeni ili tuwe na sehemu ya kuweza kutunza. Na mimi nitapiga magoti. Wanapiga magoti. Unaweza ukafikiri labda siombagi. Nitapiga magoti, nitalitamka jina lako. Nitamuomba Mungu kwamba Mungu huyu aliyefanya, usimwache abaki kama alivyo. Na utaziona baraka. Kama nyumba ilishindwa kuisha, utaanza kuona Bwana anavyokufungulia milango. Kuna msichana mmoja Kahama alinitumia fedha kipindi fulani, najenga kanisa kule kijijini. Akasema, natuma fedha za kuwezeka bati kwenye kanisa. Mimi nimeshindwa kuwezeka nyumba yangu, naomba Mungu nimwezekee kwanza. Baada tu ya kufanya hivyo, Mungu alimfungulia milango. Na wewe fanye hivyo na Mungu akubariki. Asante. Karibu tena na tena na tena. Nasubiri kukusikia na kukuona katika utendaji wako. Mungu wa majeshi akubariki. Asante. Asante. Ngoja tusubiri.